Mtazamaji wa Trend TV, bwana Mwijaku ameshare siri ambayo watu wengi sana walikuwa waijui kumuhusu Zuchu na binti wa Mwijaku ambaye anafahamika kwa jina la Marichui. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba binti wa Mwijaku bwana anaitwa Marichui. Mwijaku amebarikiwa binti mmoja tu, hana mtoto mwingine ambaye tunamjua. Sasa Mwijaku bwana ameamua kushare moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana walikuwa hawajui. Unajua bwana, sasa hivi bwana, katika malezi ya watoto hususan hawa wa kike bwana, jambo la kuwaacha wasambae au washangae huko katika mitandao ya kijamii kama vile TikTok bwana, sio jambo la busara sana, kwani watoto wengi huaga wanaharibika na mitandao ya kijamii. Sasa huyu binti wa Mwijaku bado sana, yani sidhani hata kama miaka 18 amefika, lakini sio jambo la busara, hususan mtoto akiwa yuko chini ya umri huo wa miaka 18 kumruhusu kutumia mitandao ya kijamii au kujiunga katika baadhi ya social media platforms kama vile TikTok. Sasa taarifa ambazo Mwijaku amezitoa ni kwamba tayari kulikuwa kuna akaunti ya Marichui huko TikTok ilikuwa imeanzishwa na walianza kuposti content kumuhusu binti yao. Hilo jambo bwana ni kwamba Zuchu aliliona na mara moja akamwambia Mwijaku hataki kuiona akaunti ya Marichui TikTok, inatakiwa amtoe mwanae TikTok. Kwa hivyo basi tunafahamu kwamba Zuchu pia sasa hivi ni mzazi. Kwa taarifa ambazo tumezipata za ndani kabisa ni kwamba Zuchu bwana ni mzazi, amejifungua mtoto wa kike kwa operation, mtoto ambaye amezaa na Diamond Platnumz. Sasa Mwijaku anaashiria kwamba Zuchu atakuja kuwa mzazi bora kabisa, yani atakuja kuwa mzazi mzuri sana kwa binti yake, kutokana na kwamba ni mtu ambaye ameonekana wazi kabisa kwamba ukitazama tu anaonyesha kwamba anajua jinsi ya kulea mtoto kwa kumlinda, hususan kumlinda na mitandao ya kijamii ambayo mara nyingi inakuwa ina negative impact katika maisha ya watoto. Kwa hiyo Mwijaku bwana amefunguka kuhusiana na hilo kwamba Zuchu alisema hataki kumuona Marichui TikTok. Peji mbalimbali zimekuja kuripoti baada ya Mwijaku kufanya interview hiyo na kuzungumza hayo. Kwa mfano hapa kuna peji wamekuja wameandika kwamba bwana Mwijaku amesema kuwa Zuchu ni mwanamke anayejali sana maadili ya mabinti wa kike. Ikiwa Zuchu naye pia ana binti wa kike hivi karibuni amejifungua, basi atakuja kuwa mama bora sana kwa binti yake. Mwijaku ameeleza kuwa kuna siku Zuchu alipomuona mwanaye Marichui yupo TikTok, alimpigia simu akimtaka Mwijaku afute akaunti ya TikTok ya Marichui ambayo aliifungua kisirisiri. Umeona bwana hivyo ndivyo mambo yalivyo, na wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hicho kitu ambacho Mwijaku amekizungumza. Wadau mbalimbali hapa wamekuja kuweka comments. Kuna mtu amesema bwana, yani Diamond anachezea dhahabu chooni. Kuna mdau mwingine hapa ameandika kwamba jamani, Zuchu ana upendo kweli, dada wa watu. Mwingine anasema bwana, Zuchu anaga shida, ni msichana ambaye yuko na huruma pia. Bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na mtazamaji, nadhani utakuwa unafahamu kwamba moja kati ya story ambazo zina make headline huko mtandaoni bwana ni hii issue ya mwanadada Zuchu. Zuchu bwana ameibua mazito kweli kweli, na kwa kifupi tunaweza kusema kwamba Zuchu ndiye anayetrend sasa hivi, lakini kutrend kwa Zuchu kunapelekea pia vile vile Diamond Platnumz pamoja na timu nzima ya WCB trend, kwa sababu kwa namna moja au nyingine hili swala bwana limewahusisha wote kwa ujumla. Bwana, hii issue imeanzia katika mara tu baada ya sherehe ya kuadhimia miaka 59 ya Mama Dangote. Maana Mama Dangote bwana ilikuwa ni birthday yake hivi karibuni mnamo tarehe 7, lakini akaamua siku ya juzi kufanya party nyumbani kwake kule Madale jijini Dar es Salaam. Sasa katika pati ile ambayo Mama Dangote aliamua kuifanya moja kwa moja bwana, jambo ambalo limemeke headline zaidi katika pati hiyo ni kwamba yani tokea birthday ya Mama Dangote ilivyoanza ni kwamba Zuchu hajajihusisha na lolote, jambo ambalo likawa kama vile limewapa majibu mashabiki na wadau mbalimbali huko mitandaoni kwamba huenda Mama Dangote na Zuchu bwana hakuna maelewano mazuri kati yao.
Hivyo basi moja kwa moja ni kwamba wadau wakaanza kufuatilia hili swala kwa karibu zaidi ili waweze kufahamu kwamba nini kinaendelea, lakini kikubwa zaidi tukawa tunamuona mwanadada mwingine ambaye ameshawahi kuhusishwa katika mahusiano ya kimapenzi na Diamond. Hapa tunamzungumzia Aaliyah. Tukamwona Aaliyah bwana, kwa namna moja au nyingine akawa ni mmoja kati ya watu ambao wako karibu sana na Mama Dangote. Aaliyah alionekana akiwa mpaka kuna kipindi tuliona Aaliyah akiwa yuko amempelekea keki Mama Dangote. Aaliyah ameonekana kumjali na kuheshimu au kuthamini siku ya kuzaliwa ya Mama Dangote, lakini wakati huo huo upande wa pili bwana Zuchu ambaye ndiye mke wa Diamond hatujamwona akijihusisha na lolote. Hivyo basi baada ya yote kutokea tukaja tukashuhudia bwana, siku ile tulikuletea hapa Trend TV video tukiwa tunakuonyesha kwamba wakati Diamond anaingia pale Madale kwa mama yake katika kuadhimisha miaka yake 59 bwana, sasa jambo ambalo tumeliona ni kwamba Baba Levo alikuwa yuko naye pale karibu. Moja kwa moja waandishi wa habari kabidi wamuulize Diamond kwamba mbona hatumuoni hatumuoni mkeo Zuchu, umekuja mwenyewe, Zuchu hayupo, nini kimetokea au nini kinaendelea? Baba Levo akadakia hiyo mada moja kwa moja, akasema kwamba Zuchu ni mjamzito, hawezi akaja hapa na tumbo likiwa juu, mtamkanyaga na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo moja kwa moja Baba Levo akaja ku clear the air kwamba Zuchu ni mjamzito. Kwa hiyo basi kama vile kawa ameua hiyo kwamba sababu ya Zuchu kuto kumuona katika birthday au katika maadhimisho hayo ya miaka 59 ya Mama Dangote, sababu ni kwamba Zuchu ni mjamzito. Lakini katika pati ile bwana, kama umechunguza vizuri au kama ulitazama vizuri kabisa bwana, pale Diamond alikuwa amezungukwa na maex wake wote, karibuni wote tunaweza kusema hivyo, hususani wale ambao wako ndani ya nchi na ambao hawana ugomvi wowote na Diamond. Unajua bwana, sometime Diamond huaga na tabia tu ya kumove on bila kuwepo na ugomvi. Kwa hiyo maex wanakuwa ni wengi na wengi wao anakuwa hana ugomvi nao. Kwa hiyo hata kama ukiwa kuna jambo anaweza kawaalika na wakaja. So hilo ndilo tuliloliona bwana katika pati ile ya Diamond Platnumz, katika pati ya Mama Dangote ambapo Diamond bwana, ukiangalia tu kwa haraka haraka ilikuwa inaonekana kabisa wazi kwamba amezungukwa na maex wake karibuni wote, na ni moja kati ya vitu ambavyo vilimeke headline. Sasa basi kama unavyojua Diamond akishakuwa akiwa sehemu moja na maex wake lazima madrama yatakuwepo. Lakini pia kama unavyojua Diamond bwana ni anapenda wadada, na pia vile vile wadada bwana ndo kipenzi chao. Hivyo basi katika ile party bwana, tukamwona Diamond akiwa anawanyanyua wadada mbalimbali anacheza nao. Kwa mfano moja kati ya video ambazo zimeenda viral, kuna mdada ambaye Baba Levo alimuita pale kwa ajili ya kwenda kumtunza Mama Dangote. Ule dada na bonge moja la shepu, Diamond akawa anafurahi kweli kweli kumuona. Watu hiyo video ilienda viral kwa mtandaoni kwamba Diamond bwana anaweza karuka na huyo binti. Lakini pia vile vile tukamwona Diamond akiwa ameenda kumnyanyua Nana Dolls. Umeona bwana mrembo mwingine huyo mjini anasumbua kweli kweli. Diamond tukamwona ameleta ukaribu na Nana Dolls wakiwa wanacheza pamoja, wanazungumza mawili matatu. Pia vile vile hiyo video imeenda viral. Diamond tumemwona akiwa yuko na Nai official karibu kabisa, Bennett na Nai. Umeona bwana, jambo ambalo pia limefanya hiyo video nayo pia ikaenda viral. Lakini pia vile vile bwana ni kwamba Diamond Platnumz tukamwona na mwanadada anaitwa Officialini, naye pia alialikwa katika ile shughuli, jambo ambalo linafahamika kwamba Officialini pia ni moja kati ya maex wa Diamond Platnumz, pia hiyo ikaenda viral.